Safari yangu kutoka kwenye modeling mpaka kwenye uigizaji, naweza nikasema hapo ulivyosema faida za nini internet, ndio. Mimi naweza nikasema pia hiyo imenifanya, au naweza nikasema ndio imenifungulia milango kwenye uigizaji, kwa sababu kupata nafasi kwenye kazi yangu ya kwanza nilipatikana kupitia kwenye mtandao. Okay. Yes. Ilikuwaje hiyo? Mtu alikuona tu ama ilikuwaje? Wale watu wa Siri ya Mtungi walikuwa wanahitaji character ya nusura, na mimi before kama nilivyokuambia nilikuwa kwenye uigizaji, so sikuwahi kufikiria kabisa kwenye modeling, so sikuwahi kufikiria kabisa kuigiza, kwa sababu nilikuwa napenda, lakini ile hali kwamba nije siku moja kuigiza sikuwahi kuifikiria. Kwa hiyo wale watu nasikia pia walifanya auditions, lakini mimi sikuwa hata najua kama kuna auditions. Baada ya auditions kumalizika, bado character nusura ilikuwa haijapatikana. So walichokifanya ni kwamba waliingia sasa kwenye mitandao, na kuingia kwenye mitandao waliandika Tanzanian female models. So one of my picture pia ika appear. Kwa hiyo pia waliweka tu randomly ama? Yes, yani waliandika tu Tanzanian female models. Na mimi picha yangu ilikuwepo. Sasa mtu ambaye alikuwa anafanya wardrobe kwenye hiyo Siri ya Mtungi season 1 ni designer ambao mimi nilishafanya naye kazi. Yes. Kwa hiyo alivyoiona baadhi ya zile picha, wale watu wa Siri ya Mtungi wakaipenda moja ya picha yangu. Na picha yangu moja sana juzi niliposti, nimevaa ile nguo nyeusi. Hiyo ndio picha ambayo waliiona. Kwa hiyo yule dada akasema mimi huyu namfahamu, sababu akasema tu tunamtaka huyu, lakini hawajui hata kama ninaweza kuigiza au just ile muonekano tu vile. Kwa hiyo yule designer akasema mimi namfahamu, basi ndo akatoa mawasiliano yangu, wakanipigia simu. Kwa hiyo waliponipigia simu nikaja, and I was so scared kwa sababu sikuwahi kufikiria, na nilipofika pale ofisini nakumbuka siku ya kwanza kabisa nilikutana na Mona Lisa, yani ndo mtu wa kwanza nakutana naye pale. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye nimezoea kumuona kwenye TV, alafu ndo nakutana naye na nakuja kufanya kazi na huyo mtu. So nilipata shock, lakini nikafika wakaniona, wakaniambia tunataka tufanye kazi na wewe. Nikamwambia mimi sijawahi kuigiza, kwa hiyo I don't think kama naweza. Akaniambia no, just write, tunakupa script. Leo ilikuwa Jumatatu nakumbuka, wakaniambia njoo Jumatano kwa ajili ya kufanya rehearsal. So nilipokea ile script kwa heshima yao tu, lakini nilikuwa najua kwamba I don't think kama naweza nikafanya. So lakini nimefika Jumatano, nimekuja nikafanya, and wakaona kwamba nastahili ile character. Kwa hiyo safari yangu ndio ikaanzia hapo. Kusoma tu, hujapata training wala nini hapo kati, tayari tu kwa sababu kufuata vile ambavyo walikuwa wameandika. Unajua script, yani mimi nilikuwa nasoma ile script jinsi ilivyo, kwamba inamtaka nusura amefanya hivi, amefanya hivi. Kwa mimi nilikuwa naendana na vile vitendo ambavyo vipo kwenye script. Vile kwamba amefanya hivi, akafanya hivi. So nilipokuja kufanya pale rehearsal ile siku ya Jumatano, wakasema I think tunakuchukua. So mimi hata sikuwa najua kwamba yani kwa kigezo gani. Yani wao waliona nini, lakini wao wakasema character tunayoitaka kwa nusura I think wewe unayo, and tunaweza tukafanya kazi. So safari yangu ndio ikaanzia hapo. Alright. Na hapo ndio jina la nusura likazaliwa. Yes. So jina lako real ni Aisha Hidayah. Yes, Hidayah Maeda. Hidayah Maeda. Yes. Alright. Sawa. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.